Naam, kwa majina naitwa Mr. RG na hii ni video ya pili ya maelekezo ya namna ya kutumia Adobe Premiere Pro kwa ajili ya kufanya editing. Kwa tutaendelea pale tulipoishia. Kama umekutana na hii video, manake ipo katikati. Kwa hakikisha unaangalia kwanza video ya kwanza ya namna ya kutumia Adobe Premiere Pro. Kwa tutaendelea pale ambapo tuliishia katika video ya kwanza. Kwa sasa tulikuwa tumeshaangalia namna ya kuimport video, namna ya kuimport audio peke yake na namna ya kuleta video peke yake. Lakini pia tulikuwa tumeangalia namna ambavyo unaweza adjust hizi windows kutokana na ukubwa ambao unautaka kulingana na uhitaji wako. Na ukumbuke tu hapo mpaka hapo nilikuwa nimeshakwambia kwamba bado tupo katika sehemu ya editing. Kwa hiyo ukiingia hapa utaona kuna assembly, kuna editing, kuna color, kuna effect, kuna audio, kuna caption. Kwa hiyo tupo kwenye editing. Hapa ndo tutafanyia sehemu kubwa ya video yetu. Hii ni Adobe kidogo ina utofauti na DaVinci ambayo yenyewe kila hatua unakuwa unaifanya katika paneli yake, lakini kwenye Premiere Pro almost tunaweza tukafanya kila kitu katika ina flexibility kiasi kwamba tunaweza hata hapa tunaweza tukaongeza panel ya kufanyia rangi kwenye hii hapa section ya editing. Kwa sasa tunaendelea. Kwa sasa umeshaweka sasa video yako hii hapa na video hii hapa ambayo ni ya kamera na hii hapa pia ni ya drone. Kwa nitabonyeza Control Z kwa nisema una double click afu footage unaileta. Sasa hii footage unaileta pamoja na sauti yake kwa mfano. Sasa kitu kingine ambacho sasa ni kinafuata ambacho unaweza kujifunza, video ikiwa huku manake kuna mahala ukagundua kwamba hii video kuna kitu hakipo sawa, unataka kukiondoa. Sasa ukitaka kukiondoa kitu na video tayari ipo huku video kuna kitu unataka ukichomoe kwa mfano hapo ambapo anainama huyu dada, kwa maana yake utakuja hapa kabla hajaanza hicho kitendo, hiyo sehemu unayotaka kuikata, utakuja kwenye alama hii ya wembe. Hii alama ya wembe unaweza kaipata kwa kubonyeza C kwenye keyboard. Ukibonyeza tu C tayari utaipata hiyo alama au hiyo tool kwa ajili ya kukatia. Kwa hiyo unaiselect hiyo footage ambayo unataka kuikata. Afu kwenye eneo exactly ambayo unataka kukata utaclick. Pap. Utaona hiyo footage imegawanyika mara mbili. Kwa sasa kama wewe ulikuwa unataka hiyo footage kuifuta, maana yake unabonyeza delete. Hiyo ni tool kwa ajili ya kukata, lakini kuna tool kwa ajili ya move ya kuhamisha kitu. Na mostly lazima uwe umeweka kwenye hiyo tool ili uweze kufanya vitu vingine kwenye hapa kwenye editing, ili uweze kuselect, au inaitwa selection tool au move tool au selection. Ni hii hapa ya kwanza hapa. Kwa ukiangalia katika tool zetu hapa tukiwa kwenye panel ya editing ipo hapa. Kwa utaiselect, unaweza kuselect kwa kubonyeza hapa, inakuwa na alama ya mshale kama ilivyo kasa. Kwa unaweza ukaiselect kwa kuibonyeza au shortcut yake ni V. Kwa kama wewe ni mwana Adobe utakuwa familiar na hii shortcut. Kwa utabonyeza V ni kwa ajili ya kumove. Kwa maana yake hii footage nikiclick hapa naweza nikaisogeza huku. Naweza hii nikaclick nikasogeza huku. Naweza nikaclick hii nikaipandisha juu kwenye track nyingine. Kwa hapo nakuwa flexible. Kwa sasa hapo tuna move tool, lakini tuna hii hapa yenye kawembe kwa ajili ya kukata. Sana kwenye shughuli za editing tutatumia hizo tools mbili peke yake. Hizi zingine zina matumizi yake lakini sio ya muhimu kwa sasa hivi, ila baadaye pia tutaangalia namna kuzitumia. Kwa sana tutakuwa kwenye tool hii hapa ya kumove na hii hapa ya kukata clip. Inaitwa laser tool kwa ajili ya kukata. Kwa sasa tunarudi kwa most unapokuwa unafanya vitu vyako vingi utakuwa kwenye selection tool. Kwa hiyo itakuruhusu kuselect footage yoyote. Kwa sasa hapo hii footage nabonyeza Control Z kurudi nyuma kama shortcut. Sasa hii ili ibaki kabla sijakata. Kwa sasa nitakuja kwenye laser
laser tool, afu nitachagua sehemu ambayo nataka nikate. Mfano kama ni hapa, nimeplay nikagundua hapa, kwa hiyo nitapeleka kasa yangu. Ukikapeleka haka hayo maeneo, utaona kananata kamechora mstari mweupe, ndio utabonyeza click, kwa utakuwa umeshakata. Sasa kuna sehemu hapa juu, kuna vitu hapa vipo kama vitatu hivi. Hichi cha katikati hiki kinaitwa snap in timeline. Hiki sasa ukibonyeza tu S unakuwa umekideactivate. Sasa ukibonyeza ukawa umekideactivate hiki, manake hiki kitakuwa hakinati kwenye vituo vya muhimu. Utakuja tu kunielewa huko mbele. Kwa maana kitakuwa hakinati kwenye vituo vya muhimu. Kwa kama hapa hii hapa slider, maana yake under normal condition, kwa sababu tunataka tukate exactly hapa ili tusikosee kile ambacho tunataka kukikata, kwa sababu unaweza kujikuta hiyo footage yako yenyewe umezoom out kama hivyo. Kwa maana yake haitakuwa rahisi wewe kulenga ile eneo, kwa utajikuta umekata sehemu nyingine. Kuna bonyeza S au unakuja na kiactivate hapa. Kwa maana yake unaona ukipeleka tu pale hivi kinanata. Mwanzoni mwa tukio kinanata, pia mwishoni pia kitanata, na katikati pale kinanata. Kwa utaklik. Kwa nakuja nitazoom timeline yangu hapa. Kwa hapa nitakuwa na footage ya huku mbele na huku mwisho. Kwa labda nataka ni trim hichi. Kwa nitakuja tena sehemu ambapo nataka iishie, nitabonyeza tena kwa kuclick. Nitakata tena, kwa nitakuwa na vipande vitatu. Sasa narudi kwenye selection tool kwa kubonyeza V au kwa kuja hapa. Kwa maana yake nitachagua hichi kipande cha katikati ambacho sikitaki, nitakidelete. Kwa maana yake hapo nakuwa na footage mbili. Kwa sasa hii hapa ya mbele yake naweza nikairudisha sasa. Kwa hapa nacho kingine hapa nacho nitakidelete. Kwa nakuwa na select na bonyeza delete. Sasa kama kawaida unaweza kufanya zile operation, mfano kama cut, ile ambayo watu tunaitumia hata kwenye maneno. Kwa kukati clip manake inatoka, unataka uihame mazima, kwa maana ukikati itahama. Kwa ukija kuipaste labda huku itatokea kule ambapo umeipaste. Kupaste ni control V kama kawaida, kukati ni control X kama kawaida. Kwa hiyo nabonyeza control Z kurudisha pale ambapo tulikuwa. Sasa hapa nishachomoa vipande hapa katikati. Kwa maana yake video yangu itaplay, ikifika ili eneo kutakuwa hamna kitu. Hii timeline inakuwa ni endelevu. Kwa unaona hapa ina dakika 5, lakini inaweza ikawa ndefu, inaweza ikawa hata na masaa hata mawili kulingana na ukubwa wa video ambao nataka kutengeneza. Kwa mimi nitazoom kwa sababu ni vipande tu vifupi vya sekunde chache ambao unavifanyia kazi hapa. Kwa sasa kuziba hili gap hapa katikati kuna njia mbili pia. Njia ya kwanza, hili tundu ambalo tumeliacha baada ya kuondoa clip, ni kuselect hii clip ya mbele yake na kuirudisha nyuma mpaka itakapokuja kunata pale ambapo footage nyingine, yani pale ambapo zimeunganiwa. Kwa unaona hapa ndio ilikuwa hizo clip mbili zimeungana. Huko ndo kuedit, yani unaondoa kipande ambacho hakihitajiki na unaweka kipande ambacho kinahitajika. Sasa hiyo nabonyeza control Z. Kwa hiyo ni njia ya kwanza ya kuleta clip, lakini kumbuka hakikisha hii snap imewashwa. Kama haijawashwa utaleta hii clip haitanata hapa. Kwa maana yake utai-override ile, au tusemeje hivyo utai-override ile footage iliyokuepo. Maana yake kadri ninavyozidi kusogeza hii clip iliyokuepo inazidi inaliwa, ndio kui-override. Kwa maana yake ili usifanye hivyo unawasha hiyo snap hapa juu. Kwa maana ukiklik hapa utasogeza footage yako, utaona imekuja kunata hapo. Umeshaunga hizo clip mbili. Sasa nabonyeza tena control Z ni kuonesha sasa njia ya pili ya kuunganisha clip. Sasa hii ni automatic. Hii una command computer ifute hili gap kati ya footage ya kwanza na footage ya pili. Kwa nita right click hapa kwenye gap, utaona imekuja lipo delete. Kwa una click kwenye lipo delete, kwa utaona lile gap limejiziba automatic. Sasa hii lipo delete ipo trick specifically kama una deal na timeline yenye mafootage mengi. Kwa hiyo nikikufungulia baadhi ya project zangu utakuta kuna kuwa na vitu vingi sana kwenye timeline. Kwa sasa uhakikishe unaitumia kwa makini. Hii hapa ndo inakuwa
easy kwa sababu hiyo unaifanya manually. Sasa hapo unaweza kuwa na footage nyingi, kwa bonyeza lipo delete zika move. Kwa unakuta zimejireposition. Kwa ulikuwa umeipanga ikae hapa, kwa sababu zenyewe itaangalia sehemu ambazo zina magepu alafu ita move timeline nzima. Kwa maana yake inaweza ikakusababishia shida. Kwa sasa hapa nisha kufundisha kuondoa kipande ambacho haukihitaji kwenye video. Alafu na hilo gap, kwa sababu ukilenda hivyo video final video itakuwa ina play, ikifika hapo inanyamaza baadaye, kwa utakuwa na pengo pale ambalo halina video. Kwa ndo unapaswa kufanya hivyo. Kwa right click na bonyeza lipo delete, tunakuwa tumeshaondoa hilo gap. Kwa hicho ni kitu cha chingine ambacho tunajifunza kwenye video editing. Kitu kingine ni ambacho unapaswa kukifahamu ni kuhusiana na concept ya layer. Kama wewe umeanzia kutumia Adobe Photoshop au Illustrator au Adobe yoyote, mara nyingi utakuwa unajua huu mfumo wa layer. Layer ni nini? Tukizungumzia layer tunamaanisha ni kwamba footage unayoiweka hapa, unaona hapa kunakuwa na namba hapa chini. Kwa hiyo hapa ni track ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuendelea. Yaani hapo unaweza kaongeza zikafika hata 20. Sasa concept ambayo najaribu kuielezea ni kwamba video ambayo ipo layer ya kwanza ni sawa na kitu umekiweka chini. Sasa ukija kuweka kitu kingine kwa juu, kile kilichopo juu ndo kitaonekana. Kwa mfano nitakuja kwenye footage yangu ya drone hapo, nitaiclick, nitaselect vyovyote vile, na nitaselect kama ambavyo nimekuelekeza mwanzoni. Nitakuja nitaidrag hii video. Kwa maana yake nikija kuiweka kwenye layer ya pili, maana yake ni kwamba itafunika au itaziba kila kitu kutokea kwenye layer ya kwanza. Kwa sasa hapa kunakuwa na vitu. Kwa naweza nikawasha hii au nikaizima. Naweza nikawasha au nikaizima. Hapa kunakuwa na vitu kadhaa hapa. Kuna hii hapa lock. Nikilock manake siwezi kuimove kwa vyovyote. Kwa manake kama una timeline ambayo ipo complex. Kwa mfano hapa mimi naweza angalia kama na project ambayo nimesha load hapa ambayo ni complex. Nafungua project ambayo ipo complex, uone ambavyo unaweza ukaweka unaweza yani namna gani layers zinakuwa ni nyingi. Chagua tu yoyote hapa, kwa mfano hii hapa footage zake hazipo. Sasa hapa footage zina miss, kwa ndo maana haionekani. Kwa unaweza kaona hizi layer zote hizi. Kwa hizi layer ni nyingi sana. Kwa maana yake unaweza kaweka layer yani hata 20 kulingana na umechukua take ngapi kwenye video, na inategemeana pia wewe hiyo video actually ni ya nini. Ila mimi bado na kufundisha foundation ya editing, ili utakapokuwa unafanya editing usihangaike. Narudi kwenye ile sequence yangu. Kwa maana yake ukitaka sasa usidisturb hiyo footage, maana yake unaweza kubonyeza lock. Kwa maana ukilock au utakuwa na uwezo wa kuiselect, wala utakuwa hauna uwezo wa kuidelete wala kupata changamoto. Kwa mfano kama ukiwa na track nyingi kama hizi, maana yake unaweza kazi lock ukawa hauna uwezo wa kuzimove, kwa sababu kama ni maybe music video, footage moja ikimove, maana yake unakuta tayari vitapishana muziki na mdomo wa mwimbaji. Kwa tunarudi huko kwenye basic au kwenye msingi. Kwa hapo unaweza lock na unlock, lakini hapo unaweza kaiwasha na kuizima. Kwa nikiwasha maana yake nairuhusu ionekane, nikizima maana yake ipo lakini haitaonekana. Kwa maana yake unaona nikiwasha inaonekana, inaiziba hii footage ya chini. Nikizima unaona inakuwa sasa haionekani. Kwa maana yake footage iliyopo chini hapa inaweza kuonekana. Kwa maana yake concept ni kwamba kilichopo juu kitaonekana, kitakiziba kile kilichopo chini. Kuna kitu hapa kwa mfano hiki pia nitakuongezea. Kwa mfano nataka kupunguza ukubwa wa hii video ya hapa juu. Nataka kupunguza ukubwa wake. Nitaiselect kwa kubonyeza click hapa. Alafu nitakuja hapa kwenye effect control hapa juu. Mkono wa kushoto juu kwenye effect control kama unavyoweza kuona, nita click. Nikisha click hapa utaona kuna hii hapa
mara nyingi inakuwa imejificha kwenye hichi kimshale. Kwa hiyo nitabonyeza kwenye kimshale hiki cha motion, alafu itanipa option kama rotate, sijui scale, position. Position maana yake unataka hiyo video iwe position gani. Kwa maana yake unaweza kujaribu tu kuvitweak hivi, kuna kuwa na x axis na y axis. Kwa hiyo nikibonyeza x axis unaona video yangu imemove, au naweza nikaipeleka huko au huko. Unaona nikimove ile video ya chini inaonekana. Ila ikiwa hivi maana yake nikija kumove hii footage ya chini hautaona chochote kwa sababu imezibwa na ile video ya juu. Au naweza nikaipeleka juu chini, kwa unaweza kaona pia ina move. Au naweza nikaiscale. Kuiscale maana yake naweza nikaipunguzia ukubwa au kuiongezea ukubwa. Kwa mfano video ipo hivi, kwa maana unaona ipo juu inaziba lile eneo ambalo inaonekana. Kwa hiyo ndo maana rahisi ya layer. Lakini pia nimekuintroduce hii navigation huku ya kwenye effect control. Kwa hiyo ningetaka nirudi kwenye kupreview ile video yangu, kwa hiyo nitarudi huku kwenye source hapa. Kwa hapa kuna kuwa na tabu ambazo ni kama zipo sabu ya humu kwenye hii panel, lakini zenyewe nazo ni sabu ya ile kubwa ambayo ni ambayo ni sehemu ya kuangalizia hiyo video. Kwa maana yake effect control access hapa popote ambapo tutakuwa tunafanya video. Kwa hiyo tutaendelea kuelewana taratibu. Kwa maana yake hapo nishakuelekeza sasa concept ya layer, kwa maana ya kwamba video ambayo ipo juu ndiyo itakayoonekana. Kitu kingine tuendelee. Kwa hiyo sasa layer unaweza kaweka layer nyingi. Sasa hapa tufikirie una video kama 20. Sasa zitawezaje kufiti hapa na eneo ni dogo? Kuna hii sehemu ya kuzoom hapa, kama ambapo tunaweza tukazoom timeline kwa urefu wake kushoto kwenda kulia. Vile vile tunaweza tukaiongeza ukubwa au kuupunguza wa juu kwenda chini au chini kwenda juu. Kwa mfano kuna kuwa na advanced audio editing, yani kama unataka labda audio uifanyie animation, labda uifade, labda uipunguzie volume. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo utajifunzaga huko mbele ambavyo sasa hivi sio vya lazima. Kwa hiyo naenda hapa kwenye hii slider samani kwa kwenye hii slider utaona video nimezoom. Kwa nikija hapa juu nikazoom, kwa tutakuwa na audio likubwa kama hilo. Kwa program hii inakupa flexibility kubwa ya kucheza na audio. Kwa ukiangalia hapa hii audio, manake nikipeleka hii slider naweza nikaipunguza volume au naweza nikaiongeza volume kama unavyoweza kuona. Kwa kutegemeana sasa na tafuta kitu gani. Nabonyeza Control Z ili nirudi kwenye original. Kwa sasa unaweza kaizoom, lakini pia unaweza kaizoom out. Kanaonekana tu kama mstari. Kwa lakini pia kwenye panel ile ya video naweza nikaizoom in likawa likubwa mpaka nikawa naweza kuona kabisa ile video yenyewe ile, au naweza nikazoom out. Kwa nikizoom out sasa hapo unaona kabisa hapa naweza nikaweka footage zangu nyingi hapa, afu nikawa naweza kuzimanage zote. Lakini pia hapa nimekwambia hapa katikati kuna mstari ambao unatenganisha audio na video. Kwa hiyo mstari naweza nikaushusha pia chini ili nipate eneo kubwa kwa ajili ya footage, au kama nafanyia kazi labda video, kwa naweza nikapandisha ili eneo huu mstari nikaupandisha juu, nikawa na uwezo wa kuongeza audio track nyingi. Kwa mfano unaweza kama umetengeneza labda movie ambapo unakuwa na sound track nyingi, una sound effect nyingi, kwa maana yake unaweza kunavigate kwa kutumia hilo eneo hapo. Sasa ukiwa tu na vitu ambavyo vimebalance, unafanya simple editing, maana yake utaweka tu hapo katikati ili uweze ku access video yako, lakini pia uwe na uwezo wa ku access yani picha pamoja na video yako. Nadhani kwa video hii ya pili tunaweza tukaishia hapo ili usichoke sana. Karibu katika video ya 3 ambayo itakuwa ni muendelezo wa kutokea hapa kuendelea mbele. Asante sana. Karibu katika video nyingine.